Karibu tena kwenye mfumo wa nyumbani wa GIS katika WoWDomestic.com. Ukiwa na moduli 6 unajenga seti ya ujuzi wa kuvutia sana. Leo tunaingia katika vyumba vizuri zaidi katika nyumba ya GIS: majlis, sebule na chumba cha kulia. Hivi ni vyumba ambavyo familia hujivunia sana. Hivi ni vyumba ambavyo wageni huona. Hivi ni vyumba ambapo hisia za kwanza hutengenezwa. Kuvisafisha na kuvitunza ni sanaa, na nitakufundisha jinsi ya kufanya hivyo hasa. Tuanze. Majlis ni roho ya nyumba ya GIS. Neno majlis linamaanisha mahali pa kuketi kwa Kiarabu. Ni mahali ambapo familia hupokea wageni, kutoka kwa familia ya karibu hadi kwa wageni muhimu wa kibiashara. Katika utamaduni wa GIS, ukarimu ni takatifu. Mgeni anapaswa kukaribishwa kila wakati katika nafasi nzuri, safi na yenye harufu nzuri. Majlis inapaswa kuwa tayari daima, hata kama hakuna wageni wanaotarajiwa leo. Majlis ina sifa maalum ambazo utapata katika nyumba nyingi za GIS: mto wa sakafu, mito mirefu ya chini inayopanga kuta kwa ajili ya kukaa, eneo la chini la kati au meza ya kahawa kwa huduma ya kahawa ya Kiarabu, vitambaa vya anasa, hariri, velveti na nguo zilizopambwa kwa dhahabu, burgundi na rangi za kina. Sanaa ya maandishi ya Kiarabu kwenye kuta. Chetezo, ubani wa bakor au oud huchomwa ili kunukisha chumba kabla ya wageni kuwasili. Nadala, birika la kahawa la jadi la Kiarabu lililoonyeshwa au tayari kwa matumizi. Unaposafisha majlis, unatayarisha nafasi ya ukarimu na heshima. Tendea kila mto, kila kipande cha sanaa, kila pambo kwa heshima ya hali ya juu. Chumba hiki kinawakilisha fahari na maadili ya familia. Isafishe kana kwamba wageni muhimu wanawasili baada ya saa moja, kwa sababu katika nyumba ya GIS wanaweza tu. Fanya kazi kwa hisia ya fahari katika mchango wako kwa ukarimu wa nyumbani. Hatua ya 1: ingiza hewa katika maeneo ya kuishi. Anza kwa kuingiza hewa chumbani. Fungua madirisha ikiwa hali joto ya nje na hali ya hewa inaruhusu. Katika majira ya joto ya GIS, wakati hali joto ya nje inaweza kuzidi digrii 45, kuna uwezekano utafunga madirisha na kutegemea kiyoyozi. Katika hali hii, hakikisha kiyoyozi kimewekwa kwenye mpangilio mzuri wa kuzungusha hewa wakati wa kusafisha. Hewa safi au hewa baridi inayozunguka huondoa harufu mbaya ya usiku kutoka chumbani na hufanya mazingira ya kusafisha yawe ya kupendeza zaidi kwako. Hatua ya 2: ondoa na kukusanya. Ondoa chochote kisichostahili. Kabla ya kuanza kusafisha, safisha chumba. Kusanya vikombe, glasi au sahani zozote zilizoachwa kutoka jioni iliyopita na zipeleke jikoni. Okota vitu vyovyote vilivyo vya vyumba vingine, kama vile vinyago vya watoto au vitu vilivyopotea. Panga magazeti, majarida au vitabu vyovyote katika mrundikano nadhifu. Hatua hii ya kusafisha ni muhimu. Huwezi kusafisha vizuri kukiwa na fujo, na inakuruhusu kuona uso kamili wa kila eneo linalohitaji kusafishwa. Kidokezo cha kitaalamu: kwa fremu za maandishi ya Kiarabu na sanaa, pangusa vumbi kando ya fremu kwa uangalifu. Usihamishe kazi ya sanaa asilia kamwe. Ikiwa fremu imepinda kidogo, inyooshe kwa uangalifu kupitia fremu. Usiguse kioo kwa mikono mitupu kamwe, kwani alama za vidole huonekana wazi. Nyumba za GIS zina vitu vizuri vya mapambo kama vile vazi za kioo, crystal vases na vyombo vya Kiarabu vya fedha na shaba. Kila kitu lazima kinyanyuliwe kwa uangalifu kwa mikono miwili, kipanguswe chini na kando yake na kirudishwe katika nafasi yake hasa. Usipange upya vitu vya mapambo kamwe, kwani familia imeviweka kwa makusudi. Hatua ya 4: safisha skrini yetu na vifaa vyote vya kielektroniki kwa usalama. Televisheni ni moja ya vitu ghali zaidi sebuleni na inahitaji utunzaji maalum. Tumia kitambaa cha microfiber kavu tu kwenye skrini hii. Usinyunyizie kioevu chochote kamwe. Vimiminika vinaweza kuharibu skrini kabisa. Pangusa kwa miondoko ya upole ya duara. Kwa meza ya na sehemu ya burudani, kitambaa kilicholowekwa kidogo kinafaa. Nyanyua kila rimoti na uisafishe. Rimoti huguswa kila mara na hubeba bakteria wengi. Safisha vifaa vingine vyote vya kielektroniki kwa kitambaa kavu au kilicholowekwa kidogo sana.
Onyo: usinyunyizie kamwe bidhaa yoyote ya kusafisha moja kwa moja kwenye skrini ya TV au kifaa chochote cha kielektroniki. Hii husababisha uharibifu wa kudumu. Hata maji yanaweza kuharibu vifaa vya kielektroniki yakiingia ndani. Daima tumia kitambaa kikavu cha microfiber kwa skrini. Kidokezo cha kitaalamu: kwa madoa sugu kwenye skrini ya TV, pulizia pumzi yako kwa upole kwenye doa ili kutengeneza unyevu kidogo, kisha pangusa mara moja kwa kitambaa kikavu cha microfiber. Hii ni salama na yenye ufanisi. Safisha remote na swichi za taa kila siku, kwani ni maeneo yanayoguswa mara kwa mara. Sasa rudisha mito. Hapa ndipo ufundi wa mpangilio unapoonekana. Ifungue na uipige kila mto ili urudishe umbo lake. Panga mito ya nyuma kwa nafasi sawa na kwa ulinganifu, yote yawe na urefu sawa na yaangalie upande mmoja. Weka mito ya mapambo mbele. Kidokezo cha kitaalamu: mbinu ya karate chop. Baada ya kuweka mto, tumia upande wa mkono wako kutengeneza bonyeo la upole katikati ya sehemu ya juu ya mto. Mbinu hii inayotumiwa katika hoteli za kifahari inatoa muonekano nadhifu na wa kitaalamu sana ambao familia za hupenda. Kunja vitambaa vyovyote vizuri kwenye mkono mmoja wa kochi. Mito ya sakafu ya majlis lazima ipangwe kwa mstari kamili kando ya kuta kwa nafasi sawa, yote yawe na urefu sawa na yaangalie upande mmoja. Mito yoyote iliyokuwa laini au bapa lazima ipigwe ili ijae tena. Ikiwa vifuniko vya mito vinaweza kutolewa, vikague kila wiki kwa madoa na uvifue inapohitajika. Utamaduni wa gits katika majlis. Mpangilio wa viti una umuhimu wa kitamaduni. Usibadilishe mpangilio kamwe. Ikiwa mito imehamishwa na wageni, irudishe katika nafasi zake za awali. Ikiwa huna uhakika na mpangilio wa awali, muombe mwajiri akuonyeshe mara moja na upige picha kwenye simu yako kwa kumbukumbu. Hatua ya 6: safisha nyuso zote za kioo, meza za kahawa, kabati za maonyesho na rafu za kioo. Sebule katika nyumba za gits zina nyuso nyingi za kioo. Safisha nyuso zote za kioo kwa kutumia dawa ya kusafishia kioo kwenye kitambaa chako. Usinyunyizie moja kwa moja, kisha pangusa kwa miondoko inayopishana kwa ajili ya matokeo safi kabisa. Kwa vioo vikubwa vya kabati la maonyesho, tumia kifaa cha kuvutia maji squeegee kwa matokeo bora kabisa. Hii itaonyesha vitu vizuri vilivyomo ndani ya kabati kupitia kioo safi. Usafishaji ufanye kioo king'ae. Hatua ya 7: safisha meza ya kulia na viti vizuri kabisa. Meza ya kulia lazima ipanguswe iwe safi kabisa baada ya kila mlo na tena kama sehemu ya usafishaji wa asubuhi. Pangusa kutoka mwisho mmoja hadi mwingine kwa miondoko ya moja kwa moja inayopishana, hisi miondoko ya duara ya ovyo. Nyanyua kila kitu kilicho kwenye meza kama vile pambo la katikati ya meza, vishikilia mishumaa, pangusa uso wa chini yake na urudishe kila kitu katika nafasi yake hasa. Kisha pangusa kila kiti cha kulia, sehemu ya nyuma, sehemu ya kukalia na miguu, ukizingatia sana sehemu ya nyuma ya kiti ambapo mikono hushika. Eneo hili hukusanya alama za vidole na mabaki ya chakula. Kagua kama kuna makombo yoyote yaliyonasa kwenye vitambaa vya viti na utumie mashine ya kufyonza vumbi ikibidi. Utamaduni wa gits. Mazulia ya Kiarabu yana thamani kubwa ya kitamaduni na kifedha. Yatendee kwa uangalifu wa hali ya juu. Usiburute fanicha yoyote juu ya zulia kamwe, hii itayararua. Na usitumie maji kamwe kusafisha madoa ya zulia la thamani bila ruhusa. Ripoti madoa yoyote mara moja kwa mwajiri. Kidokezo cha kitaalamu: geuza nafasi ya zulia mara moja kwa mwezi, ikiwezekana kila wakati, kwa taarifa ya mwajiri. Hii inahakikisha uchakavu wa pande zote na kuzuia upande mmoja kufifia haraka kutokana na mwanga wa jua wa moja kwa moja. Nyanyua ukingo wa zulia ili kufyonza vumbi kwenye sakafu ya chini ya ukingo ili kuzuia mkusanyiko wa vumbi. Yatendee hazina hizi kwa heshima inayostahili. Hii inaonyesha taaluma yako. Tofauti na jikoni ambayo ina ratiba maalum ya raundi za kusafisha, maeneo ya kuishi yanahitaji kile tunachokiita usafi wa matengenezo siku nzima. Hii ina maana ya ukaguzi wa haraka na utengenezaji kila unapoingia mahali hapo au kila wakati familia inapotumia chumba. Katika utamaduni wa gits, wageni wanaweza kuwasili bila taarifa ya mapema, haswa ndugu.
Sebule, majlis na sehemu ya kuingilia lazima ziwe katika hali ya utayari kila wakati. Hili ni tarajio la kitamaduni na si upendeleo tu wa usafi. Ikiwa mgeni atafika na mito ya majlis haijapangwa au meza ya chakula ina makombo, inaonyesha taswira mbaya kwa familia na kwako pia. Fanya marekebisho ya haraka baada ya milo na baada ya watoto kutumia sebule. Nyumba lazima iwe tayari kwa wageni kila wakati. Hili ni jukumu lako la kila siku. Bakor, ubani katika majlis. Bakor ni vipande vya mbao vyenye harufu nzuri au ubani unaochomwa kwenye mkaa katika chombo cha jadi cha ubani kinachoitwa mabkara. Ni sehemu muhimu ya ukarimu wa gift. Kabla ya wageni kuwasili, bakor huchomwa ili kujaza majlis na harufu nzuri ya kukaribisha. Kama mfanyakazi wa nyumbani, unaweza kuombwa kutayarisha na kuchoma bakor kabla ya wageni kuwasili. Washa mkaa na usubiri hadi uwe na rangi ya chungwa inayong'aa. Weka vipande vya mbao vya bakor juu ya mkaa unaowaka. Moshi wenye harufu nzuri utaanza kupanda. Sogeza mabkara polepole kuzunguka chumba ili kuruhusu harufu ijae nafasi hiyo. Kisha iweke katika eneo salama, imara, mbali na mapazia na vitambaa. Harufu ya bakor ndiyo utambulisho wa kwanza wa nyumba. Harufu hiyo humkaribisha mgeni kwa furaha. Onyo: hii kuchoma ubani kunahusisha moto wa moja kwa moja na mkaa wa moto. Daima shikilia mabkara kwa uangalifu, tumia mpini na usiguse sehemu ya moto ya mabkara kamwe. Hakikisha imewekwa kwenye uso imara na usioweza kushika moto. Usiweke karibu na mapazia, mito au vitambaa. Na usiache ubani unaowaka bila uangalizi kamwe. Iache iungue kabisa na ipoe kabla ya kuigusa. Mguso huu wa mwisho wa harufu unakamilisha utayarishaji kamili wa majlis. Kuzingatia kwako maelezo haya ya kitamaduni kuna kufanya uwe mfanyakazi wa nyumbani wa kitaalamu kweli katika nyumba ya gift. Jikakamue katika kazi yako. Moduli ya 6 imekamilika. Umejifunza jinsi ya kutunza vyumba vinavyowakilisha fahari ya familia. Tukumbuke pamoja, majlis lazima iwe tayari kila wakati. Wageni wanaweza kufika wakati wowote katika utamaduni wa gift. Safisha chumba kwanza na kukusanya vitu vyote kabla ya kuanza kusafisha. Tumia sheria ya kupangusa vumbi kuanzia juu kwenda chini, kuanzia taa za dari hadi meza. Na kumbuka, kwa skrini zetu na vifaa vya kielektroniki, tumia kitambaa kavu cha microfiber pekee. Hakuna vimiminika wala spray kamwe. Hizi ndizo misingi ya utunzaji wa kitaalamu wa sebule. Kwa kufuata sheria hizi, utapata matokeo bora kila wakati na utapata uaminifu wa familia. Asante kwa kufanya kazi yako kwa ufanisi. Panga mito ya kochi kwa ulinganifu ukitumia mbinu ya karate chop kwa ajili ya muonekano nadhifu. Katika chumba cha kulia, pangusa kutoka mwisho hadi mwisho na tandika meza kwa utaalamu na ulinganifu. Unapotunza mazulia ya Kiarabu, kila mara fionza vumbi kuelekea upande wa nyuzi ili kulinda nyuzi hizo. Na kwa sakafu za marumaru, tumia ufagio laini na dawa ya kusafishia iliyo salama kwa marumaru na yenye asidi isiyodhuru pekee. Hatimaye, tunza maeneo ya kuishi siku nzima ili yawe tayari kwa wageni kila wakati. Kazi yako inahakikisha kuwa nyumba daima inabaki kuwa mahali pa heshima na kukaribisha. Ustadi wako ndio utambulisho wako. Kuzingatia kila jambo dogo ndiko kunakofanya uwe tofauti na bora zaidi. Tunashukuru kwa kuendelea na mafunzo yako. Wakati mgeni anapoingia katika majlis kamili, mito imepangwa, sakafu inang'aa na harufu ya bakor iko hewani, anahisi matokeo ya kazi yako mwenyewe. Umetengeneza wakati huo wa uzuri na kukaribisha, na hili ni jambo la kujivunia kweli. Ufanyi usafi tu, bali unatunza kiini cha ukarimu nyumbani. Jivunie ujuzi wako na viwango vya kitaalamu ulivyopata leo. Bidii yako inaonekana katika kila pembe ya chumba. Wewe ni mlinzi wa heshima ya nyumba hii. Endelea kutoa bora yako kwa namna hii. Kazi yako ina thamani kubwa kwa familia. Jikaze. Katika moduli ya 7 tutaingia ndani zaidi katika utunzaji wa sakafu, mwongozo kamili wa kitaalamu wa kudeki, kufyonza vumbi na kung'arisha kila aina ya sakafu katika nyumba ya gift. Nitakuona huko.
Endelea kusonga mbele na utembelee tovuti yetu kwa rasilimali zaidi na miongozo ya mafunzo ya kitaalamu. Hongera kwa kukamilisha moduli ya 6. Kwa heri kwa sasa. Jitunze na uendelee kufanya kazi kwa bidii. Pamoja tutakufanya uwe mtaalamu. Tutaonana katika moduli inayofuata. Kwa heri. Amani iwe nanyi.